Katika maonesho haya ya 4 ya utamaduni mamlaka ya ufundi stadi VETA imekuja kusupport na kuwaelimisha wananchi katika swala la utamaduni kupitia fani hii ya bidhaa za ngozi. Kwa ujumla, mamlaka hii ya ufundi stadi iko bega kwa bega kabisa kuelezea ama kufundisha vijana katika maadili yanayoendana na utamaduni, na ukiangalia hapa katika banda letu utaviona vitu vingi sana vilivyopo hapa vinaendana na utamaduni. Lakini pia niseme tu kwamba kikubwa zaidi tumekuja kuwaeleza pia katika upande wa wafugaji, swala la utamaduni katika fani hii niliyoisema ya bidhaa za ngozi inakwenda kutali na wao, kwa sababu malighafi iliyo nyingi tunaipata kutoka kwa wafugaji. Hivyo basi VETA imeandaa mpango maalum wa kuelimisha hawa wafugaji ili waweze kutunza vizuri mifugo yao ili kupandisha thamani ya ngozi. Naposema thamani ya ngozi na maanisha kwamba thamani ya ngozi inapanda pale tu mifugo inapotunzwa vizuri, kuto kuwekea alama sehemu zisizofaa. Kwa mfano, unaweza ukawa una mifugo yako sasa ukawa unaweka alama za kuaruza wale ng'ombe sehemu za hovyo hovyo, kwa maana kwamba mgongoni, badala ya kuweka alama sehemu ambazo ni za msingi ambazo tunazozungumzia, ambao wanaelekezwa na wale wafugaji wenzao ama waliopata elimu, ama kwa wale watu ambao wanadili sana na kutoa miongozo ya alama. Alama zinawekwa sehemu ambayo ya mwisho wa mguu ama kwenye sikio, ambapo haziwezi kwenda kuleta athari. Vile vile tunawakumbusha ama kuwaelimisha wafugaji wajenge mabanda yaliyo bora ambayo yatakwenda kutunza vizuri ngozi za wanyama wao, ikiwa na maana kwamba wasijenge mabanda ya seng'enge. Seng'enge unaweza wakakaruza wale ng'ombe kwenye miili yao, hivyo kufifisha ubora wa thamani ya ngozi. Pia kuwajengea mabanda yenye miba. Yale mabanda yenye miba si mazuri sana na sio salama kwa kukuza thamani ya ngozi. Tunasema wajenge mabanda mazuri ambayo yenye mabanzi, yale mabanzi ya mbao ama vinginevyo, na hilo litakwenda kupeleka thamani kubwa ya kuzaji thamani kubwa wa ngozi. Kwa mfano, unaposema thamani, ngozi moja ina uwezo wa kutoa pesa nyingi tu. Kwa mfano, kama sisi tunaofundisha bidhaa za ngozi upande wa viatu, unaweza kutoa ngozi moja ina uwezo wa kutoa viatu zaidi ya pea 15 mpaka 20. Ukifanya hesabu utakuta ngozi moja inaweza kaongeza thamani ya kupata gharama ama kupata faida ya shilingi 600,000 ambayo wafugaji hiyo hawajui. Hivyo tunawaagiza wapende kutunza vizuri mifugo yao. Hapa tuna bidhaa mbalimbali za ngozi zilizoboreshwa kwa kuonyesha kwamba zimeboreshwa, lakini kwa kufuata ngozi ambazo zilikuwa zina eneo zuri. Hivyo basi, Watanzania wote tunawaeleza ya kwamba ni vyema kupata utaalamu huo kutoka VETA ili thamani ya ngozi iweze kuwa kubwa, na vile vile maana yake unaweza ukauza ng'ombe wako shilingi 500,000 ukapata ngozi nayo ukauza shilingi 500,000 ukaja ukapata gharama, ukapata thamani kubwa. Kwa maana nasema gharama hiyo kwamba uthamani wa ngozi itakuwa imekuwa kubwa kwa sababu ya utunzaji mzuri wa mifugo. Hilo ndio lengo kubwa la mamlaka hii ya ufundi stadi hapa nchini. Usipotunza vizuri ngozi, thamani ya ngozi itazidi kuwa iko chini, kwa sababu haitauzika vizuri katika utengenezaji wa bidhaa mbalimbali ikiwemo viatu, mikoba na kadhalika. Hivyo ni vyema kuzingatia ufugaji ulio bora, kupenda wanyama, kwa sababu ngozi nayo ni thamani kama unavyoona thamani ya nyama, na pengine inaweza ikawa inakaribiana karibu robo tatu mzima, tofauti na ilivyokuwa hivyo. Lakini pia kihistoria ngozi kipindi cha nyuma ilikuwa utumikaji wake wa kuthamini ilikuwa ni mdogo. Wazee wetu zamani walikuwa wanatumia katika sehemu tu chache, ikiwa pamoja na kuifanya kama iwe mikeka, kutengeza kwenye vigoda, kuambia ngoma, lakini sasa na kutengeza mavazi yao. Lakini sasa hivi ngozi hiyo inafanya kazi nyingi sana. Kutengenezea mavazi hiyo imeboreshwa, kutengeneza viatu kwa kufanya vio vya kiutamaduni na yenyewe nayo imeboreshwa. Kwa mfano hapa tuangalie kidogo. Hapa unaiona hii ngozi. Hii ngozi ukiangalia kwa makini unaiona imeachwa uasilia wake wa manyoya. Lakini pia katika kutengeneza bidhaa, hapa tuna kiatu ambacho kimetengenezwa vizuri ama kimetengenezwa kwa kuremba. Tumeweka nakshi. Hapo utakuta kuna ngozi ama manyoya tumeacha katika asili yake, na hichi kiatu kinaonekana katika utamaduni ambayo inaoana moja kwa moja na tamasha letu tulilonalo. Lakini ukienda zaidi, uboreshaji wa bidhaa za ngozi ama uwezeshaji wa kufanya ngozi ibaki katika hali ya utamaduni, inamaanisha kwamba hapa pia kuna kiatu kingine. Hichi kimewekwa katika utamaduni. Tumechukua material ya fiber
lakini ni nyuzi za pamba. Tumechanganya hichi kiatu, tumekibadilisha na chenyewe kimekuwa katika utamaduni, kwa maana kwamba masuala ya mavazi tumetalisha katika utamaduni kulingana na hivi. Hivyo basi Watanzania, karibuni sana VETA, mpate ujuzi, uongeze thamani ya ngozi, lakini pia na wafugaji nanyi pia watunze wanyama wetu ambao wanatuletea hizo malighafi ili ziweze kuwa na thamani kubwa zaidi hapa nchini na kutunisha vipato vyenu katika maisha yenu na kutunisha uchumi wa taifa letu kwa ujumla. Kwa ujumla niseme karibuni sana VETA, fursa kama zote kwa watu wote.